Na mtazamaji wa Kawabe Media, karibu kwenye mbelenge za kimichezo. Mbele yako ni mshabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba KMZ Wanda, tunaenda kuzungumza naye mambo mbalimbali hususan kwa wekundu wa Msimbazi Simba ambao wanajiandaa kwa mchezo wa dabi, mchezo wa kiporo namba 184. KMO vipi? Bwana kwaje? Wema kabisa. Kama kawaida. Tuanzia hapa kwa kile ambacho watu wengi wanakuwa wanajiuliza, kuna sitofahamu nyingi sana. Kwanza, unaamini kama mchezo utachezwa? Kwa mujibu wa klabu yangu naamini mchezo utachezwa. Tuje kwa upande wa pili, Young Africans ambao wametoa tamko juu ya mchezo huo wakitaka baadhi ya watu wajiuzuru ili wenyewe waweze kucheza ule mchezo. Na jana afisa habari wao Alishaban Kamwe nilimnukuu akisema kuna baadhi ya vitu wanaviona haviko sawa, hususan na ile swala zima la Simba kuzuiwa kufanya mazoezi. Wanasema ni kigogo ambaye anatoka juu huko. Pengine hizi ni janja za kutaka kuficha K. Sasa hiyo ni swala lao wenyewe. Kama kuna kiongozi, maana yake mpaka sasa hivi hawana haki yoyote ya kuishtumu TFF. Kama wanasema kuna kiongozi alipiga simu, yes, kwa hiyo hawana haki yoyote ya kuishtumu TFF pamoja na bodi ya ligi. Kwa hiyo binafsi yangu mimi wala siwezi kulizungumza hilo. Mimi ninachojua ni tarehe 15 mechi ipo na tutacheza. Tarehe 15 mechi ipo na mtacheza. Na watu wanajiuliza viingilio, manake tiketi zile ambazo zilizokatwa Machi 8 mchezo ghairishwa, kuna baadhi ya watu waliingia na kutoka na ile tiketi ukiingia pale inaskani inasoma. Wale walioingia na kutoka, pengine kuna mgagaziko pale, na taarifa kwa umma kwa Simba Sport Club unaelekeza kuwa tiketi zitakazotumika ni zile za Machi 8. Pengine hapo kiupande wako wewe mgagaziko unakuwa kiasi gani? Mimi kwanza tiketi yangu ninayo na ndio tiketi ambayo nitaingia nayo tarehe 15. Ili mradi baba wa mpira huu, kiongozi wa mpira huu amesema mechi ipo. Kwa hiyo mimi sina mashaka na chochote. Kwa hiyo wao watachagua waje au wasije. Yes, wakija Simba bingwa, wasipokuja Simba bingwa. Wakija Simba bingwa, wasipokuja Simba bingwa. Kwa hiyo watachagua kunyoa au kusuka. Ila wana mamlaka wenyewe. Wazee wao niliwasikia akisema wenyewe mpaka sasa bado hawajatangaza venue. Wana mamlaka hayo ya kufanya maandalizi kwa ujumla. Wana mamlaka, lakini pia bodi ya ligi pamoja na TFF ina hayo mamlaka. Kwa hiyo sisi tunasubiri tu tarehe 15, na uzuri leo ni tarehe 10, bado siku 5, tuna maana Jumamosi ndio dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo mimi hizo zinazoendelea nafikiri ni kelele za chura ambazo hazimtishi tembo kunywa maji. Nyinyi mmelichokonoa, mmekaa pembeni, kuna vitu vinaibuka kwenye hili swala. Hatuja lichokonoa, na sisi tulikuwa sawa, na taarifa yao ya leo ndio imethibitisha kwamba mnyama alikuwa sawa. Kwa hiyo watuambie huyo kiongozi ambaye amepiga simu ni nani. Maana hiyo mpaka sasa hivi wameitoa TFF kwenye makosa, na TFF ipo sawa pamoja na bodi ya ligi, lakini pia wamewatoa Simba Sports. Kwa hiyo kila kitu kiko sawa. Kwa hiyo wao wenyewe ndio wameclear hilo sakata kuonekana liko sawa. Unaamini Young Africans atapokwa alama 3 na zile alama 15? Kwa mujibu wa maneno ya afisa habari wao Alishaban Kamwe alivyosema kuwa yoyote yule atogusa alama zetu atajua nguvu ya wananchi iko wapi. Acha tuone. Nafikiri kinachoendelea sasa hivi ni mikwala tu ambayo haina faida yoyote ile. Tarehe 15 ni kesho kutwa, tutajua mbivu na mbichi. Kwa hiyo mimi naona kinachoendelea ni kama maneno ya kwenye kanga tu, yanasomwa alafu mtu anayaacha. Kwa hiyo mimi wala sina mashaka na kinachoendelea. Mimi nachoona tu wanapoteza muda, na mimi niwaambie tu wasije uwanjani. Na weke YouTube. Washikilia poposo, wao wamesema hawachezi. Na mimi nawaambia wasicheze. Wakija kuna kodi nzito. Vyovyote wanavyotaka wao. Waje au wasije. Yes. Na nyinyi mnaenda kutoaza kwa mabingwa wasipokuja si mabingwa, wakija sisi mabingwa. Vyovyote tu. Ila anagomea ligi, wanasema hata michezo ya viporo hawachezi na wanajitoa kwenye ligi K. Utoto tu wanafanya. Hawezi kujitoa kwenye ligi. Vishindo tu hivyo, vishindo vya kitoto ambavyo wanavifanya. Wamekuwa kuna taarifa kwamba zinatoka sana kuanzia jana. Young Africans bana, baada ya kutoa pale wanaidai TFF kwa kile ambacho walichokuwa nakiona yeye sahihi, na TFF na yenyewe imewajibu inawadai Young Africans. Ni kama sinema hivi ambayo inaendelea hivi sasa. Hizo ni sinema zetu kutoka Azam TV, kwa hiyo
Acha ziendelee na sisi tuna enjoy hili movie. Sisi tumekaa pembeni tunasubiria tarehe 15. Kwa hiyo yanayoendelea yote sisi tumekaa tunawazumu tu. Yeah. Tarehe 15 waje. Vyovyote tu waje wasije Simba bingwa. Yeah. Waje wasije Simba bingwa. Msimu huu. Yes. 2024. Yes, no doubt. No doubt. Yeah. Ila kumekuwa kuna swala moja watu kama kuna mgagaziko hivi kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba juu ya mchezo huo wa namba 184. Watu wanajiuliza maswali. Simba Sport Club kughairishwa kwa ule mchezo, mjumbe wa bodi Magoli na mnukuu alisema mpaka wauni wachukuliwa hatua. Sasa watu wanajiuliza hao wauni washachukuliwa hatua bado, na ndio maana taarifa kwa umma ya Simba Sports leo imeeleza kwamba mchezo upo na wanahitaji pia ripoti ya bodi ya ligi kwa kile ambacho kimetokea. Yes. Na nyinyi mnamtamani kumjua huyo kigogo aliopiga simu. Na sio wenyewe tunataka tumjue. Ila watu wamekuwa kiwashuku mabouncer wa Young Africans. Ndio alichokifanya kile kuwazuia Simba, kumbe kuna mtu kapiga simu juu. Wao ndio watatuambia ni nani ambaye alipiga simu. Yeah. Na tuangazie swala la zima Simba Sport Club, kuna vitu vinaendelea hususan masuala ya usajili ya nadhani hizi unazo. Kuna fundi mmoja anaitwa Kamugisha. Sijamsikia. Hujamsikia? Anacheza Al Hilal Omdurman, kijana mdogo hivi. Anampata lakini sijasikia usajili wake kutoka Simba. Ila kusikuwa tetesi za chini kama Simba wanaiwinda. Hata tetesi sijasikia. Kasifa. Yaani siwe muongo. Yeah. Nipigie panga lako basi pale kwa wekundu wa Msimbazi Simba, wachezaji ambao paka sasa hivi unaona haja deserve kucheza Simba. Atasaini Simba. Yeah. Nipigie panga kwanza. Ambao wataondoka? Ambao unaona ile ripoti ya mwalimu, kila mtu amepambana kwa namna yake. Yes. Na kila mtu ana haki ya kucheza Simba. Yeah. Kwa hiyo binafsi nasubiri ripoti ya mwalimu Fadlu, nani aongezwe nani asiongezwe. Yeah. Ila sehemu gani mbona unaona mwalimu Fadlu atie nguvu zaidi? Namba 10. Namba 10. Yes. Ambaye ndo Feitoto. Feitoto. Basi hamna kingine. Na ana 70% za kuja Simba. Kaizer Chiefs anamtaka Ahua. Nabi ile siku alivyokuja kumbe alikuja kumwangalia Ahua. Haina shida. Kama tuna Fei tunaweza tukawaachia Ahua. Kama mna Fei tunaweza tukawaachia. Fei ni bora kuliko Ahua. Wote ni bora. Yeah. Na ndio maana mpaka sasa hivi top scorer ni Ahua. Yeah. Wa ligi yetu. Yes. Lai kwa wana Simba kuelekea mchezo wao dhidi ya tarehe 15 tuendelee kupambania Simba Sports. Hakuna kutuzuia. Tarehe 15 uzi mwekundu tunaenda kuchinja. Simba nguvu moja. Shukrani. Haina neno.